Okay, tunaendelea na leo tuna neno la Mungu linasema kwamba nafasi ya uwepo wa Mungu kwenye kuzileta nyakati za kuburudisha. Nafasi ya uwepo wa Mungu kwenye kuzileta nyakati za kuburudisha. Sema nafasi, nikusikie sema nafasi ya uwepo wa Mungu kwenye kuzileta nyakati za kuburudisha. Sema nafasi, nikusikie sana, nafasi ya uwepo wa Mungu kwenye kuzileta nyakati za kuburudishwa. The place of the presence of the Lord. The place of the presence of the Lord in bringing the times of refreshing. Namna gani ukiuelewa uwepo wa Mungu unaweza ukaanza kutembea kwenye nyakati za kuburudisha. Na hilo ndilo ambalo tunaenda nalo na tutakuwa muda mzuri kujifunza. Kwa naomba utulie hapo hapo. Amen. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 na mstari wa 19 ambalo ni andiko letu la mwaka huu 2026. Mtumishi wa Mungu baba yetu Bishop Dickson Cornel Kabigumila alipata kutupatia maneno haya kwamba mwaka wetu huu tutaongozwa na andiko hili. Na ikiwa ni mwanzo kabisa wa mwaka, tutaweka foundation tokea kwenye andiko hili, Matendo ya Mitume sura ya 3 na mstari wa 19. Kanisa, Biblia inasemaje? Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, ndio zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Tulijitaka kuja kama kanisa, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, ndio zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Kwenye Biblia ya Kiingereza naomba tusomee, inasema kwenye King James Version, na hapa tunasoma kutoka kwenye New King James Version. Inasema kwamba repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Kwa ile nyakati za kuburudishwa kwa Bwana, maana yake ni kwa uwepo wa Bwana. Sawa? Sawa? Kwenye Biblia kama ni msomaji mzuri, hautakuta exactly neno linasema uwepo wa Bwana. Sawa? Yako maneno kadhaa nilikuwa nimejaribu kuyatafakari hapa, ambapo niliyapata mimi kwenye kujiandaa kwangu. Kaona haya maneno yanatupatia tafsiri rejea za uwepo wa Mungu. Neno la kwanza utasoma imeandikwa kwamba Bwana akawa pamoja na. Kwa hiyo ukisikia uwepo wa Mungu maana yake ni Bwana akawa pamoja na, au akasema Mungu akawa pamoja na. Kwa hiyo andika maneno yanasema, wewe andike tu ili usome Biblia yako, unakuta kitu nasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Okay, kumbe sio Bwana bali ndio uwepo wake Bwana. Haya, kuwako kwake Bwana. Kwa maana hiyo kuwako kwake Bwana kwa Kiingereza ndio tafsiri the presence of the Lord, ambao ni uwepo wake Mungu. Jambo lingine tena ni kwa habari ya uso wa Bwana au uso wa Mungu. Uso wa Bwana au uso wa Mungu. Ukitaka kitu sema ni uso wa Bwana au uso wa Mungu, hiyo pia maana yake ni uwepo wa Bwana. Mwanzo 4 kunasema kwamba Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana. Nini maana uso wa Bwana? Uwepo wa Bwana. Musa akamwambia Bwana kwamba uso wako usipoenda nasi usitutoe mahali hapa. Hapo sema uso hamaanishi Mungu atokee aonyeshe uso wake. No, anamaanisha uwepo wa nani? Uwepo wa Bwana. Jambo la tatu, macho ya Bwana. Ukisikia kwa habari ya macho ya Bwana, Biblia inakuwa inazungumza kwa habari ya uwepo wa Mungu. Kwa sababu kwenye uso, moja ya kitu ambacho inaonyesha uso wa mtu ni macho. Sawa? Yaani uso wa mtu, how do you define the face of a person? Ni kupitia macho. Kwa hiyo pia Biblia kuna Biblia inasema habari ya macho ya Bwana, kama ile Nyakati wa Pili 16:9 anasema kwamba macho ya Bwana huzunguka duniani kote, ili ajionyeshe kwamba ni mwenye nguvu kwao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Ile macho ya Bwana maana yake ni uwepo wa nani? Wa Bwana. Sawa? Nyingine tena pale patakatifu pa Mungu. Kitabu cha Kutoka Walawi kuna wale wanasema patakatifu pa Mungu.
pale patakatifu pa Mungu maana yake ni uwepo wa Bwana. Kutoka 25:8. Nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Kukaa maana yake kuna uwepo wa Bwana mahali hapo. Amen. Amen. Haya, mahali pasiri pa Bwana. Mahali pasiri pa Bwana. Ningesema kwamba aketie mahali pasiri pake aliye juu. Ile mahali pasiri ni kwenye uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu. Kwa baadhi ya maneno ambayo yote haya yanakuwa yanawakilisha maana ya uwepo wa Mungu. Sasa pastor, nini maana ya uwepo wa Mungu? Ndio kichwa hapo. Nini maana ya uwepo wa Mungu? Tutaenda kupatia maana kadhaa za uwepo wa Mungu ili ukisikia uwepo wa Mungu lisiwe ni jambo geni kwako. Ukisikia tunasema kwamba uwepo wa Mungu ushuke, ni kitu gani ambacho tunasema uwepo wa Mungu ushuke? Maana watu ambao sasa hivi wanajua kwamba mpaka tuimbe tusifu ndio uwepo wa Mungu unashuka. That's very good. Sasa je, ndio hivyo kweli kwamba uwepo wa Mungu lazima usifu na kuimba, lazima ucheze, au paka ibada sema hivi, in the presence. Yaani mtu ameandaa ibada anaitwa in the presence. Kumbe unajua kwamba pale kuna uwepo wa Mungu. Nini maana uwepo wa Mungu? Jambo la kwanza, uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu kuwa mahali fulani au kuwa ndani ya mtu fulani. Uwepo wa Mungu ni ile hali. It is an atmosphere. Uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu kuwa mahali fulani au kuwa ndani ya mtu fulani. Uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu kuwa mahali fulani au kuwa ndani ya mtu fulani. Yaani ni Mungu mwenyewe pamoja na wewe. Uwepo wa Mungu yake ni Mungu mwenyewe pamoja na wewe. Ni Bwana mwenyewe pamoja na wewe. Kitabu cha Yohana 14:23. Yohana sura ya 14 na mstari wa 23. Yesu anasema kwamba mtu akilishika neno langu, mimi na Baba tutakuja na kukaa ndani yake na kufanya makao ndani mwake na kujidhihirisha kwake. 14:21-23 pia. Unasema kwamba Mungu tangia zamani na asili ya Mungu alikuwa anatamani apate mahali pa kukaa. General ni kwamba viumbe vyote vya rohoni vinatafuta mahali pa kukaa. Nimesemaje? Viumbe vyote vya rohoni vinatafuta mahali pa kufanyaje? Pa kukaa. Kwa uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu kuwa mahali fulani. Kuwa chumbani kwako. Yaani it's possible kabisa kwenye chumba chako uwepo wa Mungu, it is so evident kiasi kwamba hata mtu fulani ambaye ni jirani yako anauhisi uwepo wa Mungu pale. Inaweza kabisa Mungu akawa ndani mwako kiasi kwamba ukikaa karibu na mtu anaanza kujisikia namna sababu ya Mungu ambaye umembeba. Na mimi nakuombea leo hii huo uwe ushuhuda wako kwa jina la Yesu. Kwamba uko mahali watu wajue kabisa Mungu amefika mahali hapa kwa jina la Yesu. Mahali ambapo unaishi watu wauone uwepo wa Mungu waziwazi kwa jina la Yesu. Kwa asili ya mwanadamu ni uwepo wa Mungu. Asili ya mwanadamu ni kuishi katika uwepo wa Mungu. Ndio maana Mungu alipomuumba mwanadamu, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, inasema kwamba Mungu akamweka mwanadamu kwenye bustani ya Eden. Bustani ya Eden. Ile neno Eden tafsiri yake ni uwepo wa nani? Wa Mungu. Maana yake Mungu alimuumba mwanadamu akamweka kwenye uwepo wake. Ndio maana hakuna mtu ambaye anaweza kuishi nje ya uwepo wa Mungu na akasurvive. Hakuna. Sababu Mungu ameumba kila kitu kitegemee chanzo chake. Mti ukiung'oa ukakaa hewani hauwezi ukaishi. Utashangaa utasinyaa na unakufa hapo hapo. Vile vile mtu ukimtoa kwenye uwepo wa Mungu hawezi kuendelea kuishi. Sasa asili ya mwanadamu kwenye uwepo wa Mungu. Hadi leo ukitafuta bustani ya Eden iko wapi? Unasema kwamba sijui iko sehemu fulani Ugiriki, ila ukienda pale hautaona bustani ya Eden. Unajua sana bustani mtu anafikiri labda Mungu alipanda miti labda matunda, Adam alikula apple, akakata akampa na Hawa. Hapana. Bustani ya Eden ni ule uwepo wa Mungu ambao ulimshukia Adam muda huo. Sawa? Labda Adam alikuwa bustani ya Eden ipo Tanzania. Na kweli yamkini ipo Tanzania, nafahamu Serengeti. Ipo kile maajabu ambayo yapo Serengeti. Kweli ile eneo jamani, kweli kawaida jamani, kama uwepo wa Mungu uko pale. Yaani jisikie kwa Tanzania, jisikie tu kwa Tanzania.
Uwepo wa Mungu labda, lakini Mungu alimshukia Adam kipindi hicho siku moja akiwa kwenye Serengeti. Kwa hiyo uwepo wa Mungu ni ile hali ambayo Mungu anakuwa yuko mahali, lakini pia Mungu yupo ndani ya mtu. Not that. Mungu yuko mahali, lakini pia Mungu yupo ndani ya nani? Ndani ya nani? Na kuanzia leo Mungu awe ndani mwako kwa jina la Yesu. Sema kuanzia leo Mungu awe ndani mwako kwa jina la Yesu. Nilikuwa nikifanya msikiliza Dr. Miles Monroe akawa anafundisha kwamba vitu vitano ambavyo mwanaume anavihitaji kabla ya mwanamke. Vitu vingapi nimesema? Vingapi wanaume? Sijasikia wanaume. Vingapi wanaume? Vingapi wanaume? Vingapi? Zote za kike hizo. 5. Vingapi wanaume? Vitano. Vingapi? Jambo la kwanza alisema ni uwepo wa Mungu. Mwanaume kabla hajaweka mahusiano anachokitaji cha kwanza ni uwepo wa nani? Mwenye mtoto wa Mungu. Yaani kabla hujaanza kusema kwamba pastor huyu kijana hajaokoka lakini pastor anajali, anakea. Cha kwanza huyo kijana ameubeba uwepo wa Mungu. Na sio uwepo wa Mungu wa Jumapili. Maana watu ambao wanafikiri uwepo wa Mungu ni Jumapili kanisani. It is good, but you should have a person, a man and a woman who is a carrier of God's presence. Jambo la pili alisema ni kazi. Kwa kuna wanaume wanaongea mambo, afu ndio muone. Sijawaelewa wanaume. Sijawaelewa, niangalia tu hapa. Na wewe dada pia andika ili kufikia kijana mmoja nawaambia, pastor alishaniambia jambo la kwanza umebeba uwepo wa Mungu wewe. Kwa unampimia haya mambo. Je, amebeba uwepo wa Mungu? Jambo la pili nimesema nini? Mungu alimpa mwanadamu bustani aje ailime na kuitunza. Kwa kama mwanaume anasema kwamba anataka kuoe, je, amelijua kusudi la kuumba kwake na anaishi kwenye hilo? Unaelewa vizuri? Sasa leo mtoto aliyobaki sikupatii, nakupa homework ukaangalie mwenyewe. Maana najua hapo unatamani uendelee kuangalia. Na mimi simalizie, ukaangalie mwenyewe hiyo video. 5 things a man needs before a woman. Sasa kwa hiyo Mungu siku zote anatamani akae ndani yetu. Mungu anatamani akae ndani yetu. Na si tu aishie kukaa ndani yetu, lakini pia Mungu anataka atembee katikati yetu. Mungu anatamani akae ndani yetu. Alafu si tu akae ndani mwetu, lakini pia atembee katikati yetu. Torati 33:27 inasema kwamba Mungu wa milele ndiye makazi yako. Unaishi wapi? Ninaishi kwa Mungu wa milele. Ndani mwake ninaishi, ndani mwake ninakwenda na kuwa na uhai wangu. Matendo 17:28. Mungu anatamani aishi ndani yako na wewe pia uishi ndani. So you find a dwelling place in the Lord. Kama jiulize, je, kweli ukikaa ndani ya Mungu magonjwa yanatoka wapi? Hebu ngejeni yako, ambie kweli umekaa ndani ya Mungu wewe? Niko ndani ya Yesu na burudika. Niko ndani ya Yesu na burudika. Huu mwaka hautaburudishwa kama upo ndani ya Mungu. Wake uko ndani ya uwepo wa Mungu. Amen. Na kuanzia sasa Bwana awepo ndani mwako kwa jina la Yesu. Na wewe uwepo ndani mwake kwa jina la Yesu. Baada ya kuokoka, dhana ya kwanza Mungu alikuwa anataka akae ndani ya mtu, ndio maana ya wokovu. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, sio amepokea wokovu. Wokovu sio kwa ajili ya kupokea kusema kwamba nimeokoka na mpenda Yesu. No. Wokovu tafsiri yake mojawapo ni kwamba Mungu anaanza kukaa ndani yako na wewe unakaa ndani mwake. Yohana 15:1-5 Yesu anasema kwamba kaeni ndani yangu nami ndani. Kama vile mti usipoweza kuzaa usipokaa ndani ya mzabibu, vile vile nanyi msipokaa ndani yangu hamtaweza kuzaa. Kwa sisi hapa ni matawi. Ushaona tawi linaelea peke yake watu wa Mungu? Yaani kuchukua tawi la mti ukalikata, ikaanza kuelea peke yake imekaa tu vizuri. No. Tawi ili lianze kustawi, lizae matunda, lazima likae ndani ya mti. Ndani ya shina hilo. Sawa? Kwa sisi pia tunamtegemea Mungu tukae ndani mwake. Tukae ndani mwake. Sasa Mungu akishakaa ndani ya mtu hakai kama pambo. Nimesemaje? Mungu akishakaa ndani ya mtu hakai kama pambo. Kama vile ambavyo nyumba yako wewe una sabufa yako. Kwa akija mgeni ana pale sabufa, wow. Una sabufa mtumishi wa Mungu. Una friji sijui. Mungu akae ndani yako kama pambo. Kuna baadhi ya mambo huwa yanatokea Mungu akikaa ndani mwako.
Nionyeshe mtu ambaye Mungu amekaa ndani mwake. Tuonyesha baadhi ya vitu ambavyo vimeanza kumtokea Mungu kwa sababu ya uwepo wa Mungu ndani mwake. Usiniambie Mungu wangu anashindwa na konokono aliyemuumba. Konokono akipita mahali lazima aache alama. Jamani, yaani Mungu ashindwe hadi vile vyo vya shule ya msingi ambavyo ulikuwa ukiingia hivi tu lazima utoke na harufu. Yaani lazima utoke na kwamba wewe ulitoka chooni. Kweli Mungu ashindwe na vile vyo. Na mimi nijisema kabisa mwanangu hata soma hizo shule kwa jina la Yesu. Amen. Aisee, shule mwanangu anaingia hadi kwa sikia hapana bwana. Sema far from me. Mambo siku anasema sasa hivi tutashangaa baadaye. Baba, shule yote tu ni sawa. Wewe hata shule yote sawa. International schools, amen. Amen. Sasa vile vyo utakuwa akiingia mule ndani lazima ajipange vizuri. Anajua akitoka mule ndani ana uthibitisho, ana alama ya kwamba ameingia kutoka wapi jamani? Chooni. Sasa kwa nini Mungu akiwepo ndani mwako hakuna alama yoyote? Hata jirani yako ambaye analala naye chumba kimoja hajawahi kuuliza kwa habari ya Mungu wako. Hapana bwana. Kwenye Matendo kuna watu ambao walifika mahali kusema hivi, miungu sio watu wametujia, miungu imetujia kwa njia ya wanadamu. Fike mahali umekaa darasani utasema hivi, hiyo dada una nini kwani? Una nini kwani? Una nini? Mimi sasa chochote na Yesu. Kwa sikia ushuhuda wa Dr. Paul Edeche. Ameenda hotelini siku hiyo. Hotelini pale hamjui yule mhudumu. Mimi namwambia hivi, baba, sikujui ila kuna kitu ambacho unacho nakitamani na mimi nipatie. Yaani akamuona tu kajua kuna kitu ambacho huyu mtu anacho cha thamani mimi anipatie. Yule jamaa hajaokoka na pale akaokoka. Akamwambia mimi nina wokovu, mimi nina Yesu na kupatia Yesu. Kwa fikia mahali unafanya biashara yako, mtu anampa bidhaa akimwambia hivi, asema, nashukuru lakini hivi mbona hii bidhaa nimenunua sehemu nyingi? Ila wewe kuna kitu, sema kuna kitu. Sema kuna kitu. Sasa hicho kitu ndio ni uwepo wa Mungu. Sema amina kwa jina la Yesu. Kuanzia leo uwepo wa Mungu uwe dhahiri kwako kwa jina la Yesu. Marafiki zako, majirani zako wajue kabisa kweli umembeba Mungu kwa jina la Yesu. Yes. Kwa Mungu asipo mahali alafu hakuna uthibitisho. Yaani amekaa kama vile amelala. Unajua Mungu alikuwa kuonyesha kwenye ile chombo akalala usingizi. Kwa kuna wengine ambao wako ndani yako vizuri, labda yeye Yesu wake amelala usingizi. Ndio maana hakuna ambaye anajua kwamba amebeba wokovu huyu. Hakuna ambaye anajua kwamba sema hivi, Bwana mimi wokovu ni wa kwangu, usinisumbue Bwana mimi wokovu ni wa kwangu. Hapana. Wokovu kipo ndani mwako, Mungu amekuja ndani mwako. Mungu akija ndani mwako, lazima tuone uthibitisho kwamba Mungu yupo ndani mwako. Sasa maana ya pili uwepo wa Mungu ni ipi pastor? Uwepo wa Mungu ni utendaji wa waziwazi wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Maana ule uwepo wa Mungu ambao Mungu alikuwa amekaa ndani mwake, ule uwepo wa Mungu ambao Mungu alikuwa amekaa mahali fulani, tutaona utendaji wa waziwazi wa Mungu. Yohana sura ile ya 3 mstari wa 1 hadi wa 2. Nikodemo ni Farisayo, ni mtaalamu wa sheria, anajua sheria iko hivi na hivi. Akamchunguza Yesu, baadaye akasema hivi, nikienda mchana ndugu zangu wataniona, hawataka kunipatia majungu. Kwa hiyo akatafuta muda wa usiku ambao haonekani, akamwendea kusema hivi kwamba, mwalimu, tunajua ya kwamba umetoka kwa Mungu, na ishara hizi uzifanyazo hakuna ambaye anaweza kuzifanya isipokuwa Mungu yuko pamoja na. Yohana sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 2. Kwa maana kuna ishara zilikuwa zinaonekana kwa sababu ya Mungu kuwa pamoja naye. ABC tu ishara na ajabu. Ile kuwa ishara na ajabu ni matokeo ya uwepo wa Mungu ambao umebeba ndani mwako, unadhihirika waziwazi kwa tabia zako, kwa maneno yako, kwa matendo yako, kwa ushuhuda ambao unao. Sio dada hapa umeokoka kabisa, alafu watu wakikuangalia hawaoni Mungu uliyembeba. Siku nimesikia shuhuda moja nikafurahi sana. Kuna mwanangu mmoja ambaye akosoma pale IFM. Akawa siku hiyo sababu ya mitihani kama amepiga miradi alale hostel pale chuoni sababu ya kukungura moto, sawa? Amelala hostel pale chuoni, alikuwa hajawaambia wale ambao amelala nao kwamba ameokoka sababu tu ni wanafunzi wenzake wasomana darasa moja. Ila siku ile amelala nao kitanda kimoja, yule aliyelala naye huwa ni mtu ambaye kila siku usiku kwanza hawezi kulala vizuri, sawa? Lakini pia anaumwa sana usiku. Siku ile amelala naye tu kitanda kimoja, yule mtu akalala vizuri, hakuumwa kichwa wala hakuwa changamoto yoyote ile. Ile sio amemwombea, sio amemwombea, amelala naye tu. Fike mahali ambapo tuko dadala tu hivi, hata sio kama unaomba, ila tu
ndani yako anasikia moto na mwasha, sema watu wengine bwana vipi hawa, kumbe ni uwepo wa Mungu ambao umeubeba kiasi kwamba yule mtu ameshinda kustahimili. Tufike mahali ambapo unatembea tu, mtu anakuona anajisikia kukupatia kitu, unamwambia kwani nimefanyaje? Anasema ninajisikia kitu. Kumbe kujisikia, sababu hakuna mtu ambaye anaweza akamwona Mungu asimpe chochote. Kwa hiyo nafika mahali ambapo mtu anakuona tu hivi, alisikia akupe vitu yani, alisikia kufanyie mema, alisikia tu afanyie mambo mazuri, sababu gani? Amekuwa una kitu cha tofauti kidogo. Unanielewa vizuri wa Mungu? Kwa uwepo wa Mungu umedhihirika wazi hadi mtu ambaye yuko na wewe anajua kabisa kweli huyu mtu amembeba Mungu. Sio matangazo kwamba jamani humu ndani msiweke hizo nyimbo mimi nimeokoka. Hiyo ni nzuri, lakini kile mahali ambapo wao wenyewe wanasema humu ndani sasa tuna mchungaji, tuna mtumishi, kwa hiyo mambo kweli. Lakini yuko dada hapa ambaye analala na mtu chumba kimoja, mtu ana ujasiri wa kumleta mwaini wake, mwalifu wake chumba kile kile, na anambia samahani uko tu kidogo, nina jambo. Wewe hapana bwana, sema not me, not me. Sema not me, not me. Yaani mtu mmoja amekaa naye anamleta mpaka mtu chumbani. Alafu anasema kwamba pastor sasa kujichafua kama tutoke nje. Ifike mahali akiona kwamba upo anajua hapa bwana tufanye siku nyingine. Amen. Huo utakuwa ushuhuda wako kwa jina la Yesu. Sasa hivi huo utakuwa ushuhuda wako kwa jina la Yesu. Ifike mahali mume anakaa na mume wake ambaye anaokoka, anamwangalia mke wake, mume anakaa na mke wake ambaye anaokoka. Yule mke kuna maisha anayaishi ya kumbeba Mungu, kiasi kwamba mume anamwambia mke wangu, asema hebu nipeleke kanisani kwako. Mzazi anamwambia mwanangu, nipeleke kwa Mungu wako. Kuna wengine hapa hata kwa wageni ni changamoto gani, maisha yao hayafika mahali ambapo wanaweza kumwakilisha Mungu na uwepo wake na utendaji wake, uwepo wake waziwazi. Mtu anaenda Fiji miezi miwili. Fiji miezi mingapi tunasema? Miezi mingapi jamani? Ila hawajui kama ameokoka. Yaani anamaliza miezi miwili, wale ambao wanafanyao kazi, anafanyana pharmacy sijui, hawajui kama ameokoka. Haki that, sema terrible. Mbona? Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ni mtu kuzingatia, na nakwambia kweli kwamba baada ya leo uwepo wa Mungu utakuwa wazi kwako kwa jina la Yesu. Sema hivi, uwepo wa Mungu utakuwa wazi kwako kwa jina la Yesu. Kila ukiwepo wewe ni Mungu amefika mahali hapo kwa jina la Yesu. Kila ukiongea wewe ni Mungu ameongea mahali hapo kwa jina la Yesu. Ndio sentensi. Uwepo wa Mungu ni utendaji wa waziwazi wa Mungu unaopelekea watu wajue kuwa kila ukiwepo wewe kuna jambo jema linawatokea. Baba alisema sentensi napenda sana. Uwepo wa Mungu ni utendaji wa waziwazi wa Mungu unaopelekea watu wajue waziwazi kila ukiwepo wewe kuna jambo jema linawatokea. Naomba tuje nishuhuda kwamba pastor, namshukuru Mungu nilikuwa kwenye daladala pastor, ule upande ambao nimekaa gari kagonga ghafla wakafa watu 4 pale on spot. Ya Mungu ni mwema wa rehema, nimepona mimi pastor. No. Ushuhudie kwamba pastor, gari ile kweli liliumba, ila sababu ya uwepo wangu mule wote tukawa salama. Amen. Ni kweli familia yangu haijaokoka, ila kwa sababu ya mimi ambaye nimeokoka, hakuna mchawi anayevamia watu kwenye familia yangu, hakuna maonezo ya shetani sababu ya uwepo wangu mimi mahali pale. Amen. Uwepo wa Mungu uwe wazi kiasi kwamba watu wakikuona wewe wanajua kuna jambo jema linaenda kuwatokea. Mwanzo 39 mstari wa 1 hadi wa 5. Biblia inasema kwa habari ya Yusufu alipouzwa utumwani alienda ile nchi ya mbali. Mwanzo 39 mstari wa 1 hadi wa 5. Mstari wa 5 hivi, Bwana akawa pamoja na Yusufu naye akastawi. Mstari wa 3, bwana wake alipoona ya kwamba Bwana yuko pamoja na Yusufu, akamwachia vitu vyake vyote na mali zake zote ili awe juu ya yote. Kumbe kuna nafasi ambazo hatutazipata kama hatujabeba uwepo wa Mungu ambao unafanya watu waone sababu ya kutupatia hivyo vitu. Umeelewa vizuri? Kuna mahali hautaingia kama haujabeba uwepo wa Mungu ambao unaweza kukuingiza pale, ukakutambulisha pale na watu wakakupokea. Umeelewa vizuri? Kuna mahali ambapo hata kwa kukupa nafasi fulani, sababu akikuangalia wewe anaona mbona tumuelewe huyo. Lakini kuna watu wanaweza kabeba kama Yusufu,
mpaka akakabidhiwa vitu vyote, akakabidhiwa huduma, mali atunze, hela atunze. Mwenyewe vizuri tu Mungu. Sema amen. Matendo 10:38. Yesu alikuwa akitenda mema huko na huko, kwa maana Mungu alikuwa pamoja. Matendo 10:38. Habari za Ebeneza wa Gongo la Mboto jina lako hapo. Habari za Angel Kaaya wa Cute jina lako hapo. Habari za Mama G wa Banana jina lako hapo. Habari za Favor Ebeneza wa Ubungo jina lako hapo jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa nani? Kwa Roho Mtakatifu. Na kwa nini? Naye akaenda huko na huko akitenda mema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja. Yesu pamoja na Yesu wake wote alihitaji uwepo wa Mungu. Wewe ni nani usimhitaji Mungu? Yaani Yesu pamoja na maombi aliyokuwa anaombaga. Vipi wewe ambaye maombi yako dakika 15 na nilipata vile anasema pastor niomba saa moja, kumbe unaombaga dakika 15, ila wewe unajiashumi sana kwa sababu umechukua ripoti ya mtu ukakopi na kupaste. Kwa hiyo ile saa moja hujarekebisha, umeiachia pale saa moja. Ifike mahali umekaa mahali watu hawakambi. Watu hawana majinamizi. Watu hawana ndoto mbaya, upo pale. Maana vizuri. Ifike mahali yenu mbele yako, ifike mahali hivyo Bwana kwako. Ukifika mahali, sema ukifika mahali watu wakikuona wamemwona Mungu. Jambo la 3, nini maana ya uwepo wa Mungu? Ni utendaji wa waziwazi wa mkono wa Mungu unaokupa matokeo kwenye maisha yako. Ni utendaji wa waziwazi wa uwepo wa mkono wa Mungu unaokupa matokeo kwenye maisha yako kuliko wanaokuzidi uwezo, vipawa, rasilimali. Ni utendaji wa waziwazi wa mkono wa Mungu unaokupa matokeo kwenye maisha yako kuliko wote wanaokuzidi uwezo, nafasi, vipawa, karama na rasilimali, kama ni fedha, kama ni muda. Kuna aina mkono wa Mungu ambao unaweza kaa juu ya mtu ukampa matokeo kuliko nafasi alionayo, uwezo alionao. Ukiangalia mimi hapa ni mmoja mtu ambaye una ushahidi wa mkono wa Mungu juu yangu. Haya ambayo nimeyapata mimi hapa, I can tell you for sure it's by the hand of God over me. Ndio maana kuna maombi mimi ya kujiombea, Baba mkono wako uwe pamoja nami. Jifunze kwa habari ya maajabu ya mkono wa Mungu. Chafisha somo. Wewe somo unashafundisha maajabu ya mkono wa nani? Ipo hiyo audio. Mkono wa Mungu una maajabu mengi. Wafalme wa kwanza 18:44 hadi 46. Elia alikuwepo mlimani anaomba. Moja ya kitu ambacho kinachochea uwepo wa Mungu na mkono wake kuja juu yako ni maombi. Wakati anaendelea kuomba, ile tu ameanza kuomba, akampa maelekezo mtumishi wake, amwambie Ahabu, kimbia mjini, kuna sauti ya mvua tena. Ahabu akapanda gari lake, akapanda farasi yake na gari lake pale. Kimsingi farasi inabidi akimbie kwa spidi kubwa huko mwanadamu, sawa? Ila Biblia inasema kwamba mkono wa Mungu ulikuwa juu ya Elia. Naye akajikaza viuno yake, akaenda Yezreeli mbele ya Ahabu ambaye alikuwa ametangulia mbele yake. My brother, hauhitaji degree nyingi ufanikiwe maisha yako. Hauhitaji masters ile wakuite kwamba wewe ni mtu ambaye mtajiri sana. Unahitaji mkono wa mwema wa Mungu uwe juu yako. Na mimi nakuombea asubuhi ya leo, mkono mwema wa Mungu uje juu yako kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa sema nenda kwa jina la Yesu, mkono wa Mungu uwe juu yako kwa jina la Yesu. Unapotembea, unapokuwa shuleni, mkono mwema wa Mungu uwe juu yako kwa jina la Yesu. Haraka, mkono wa Mungu una mambo makubwa kama manne hivi. Jambo la kwanza ni the power part of God. Ni ule upande wa nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu hauzioni kwingine kote, ni kwenye mkono wake. Jambo la pili, mkono wa Mungu is the executive part of God. Ni ile upande wa Mungu wa utendaji. Mungu afanyaje kazi? Ni pale ambapo ana mkono wake unaingia kazini.
executive part of God. Jambo la 4, mkono wa Mungu ni idara ya miujiza ya Mungu. Kwa kama unatamani miujiza fulani kutokee, usisumbuke kwamba Baba nipe muujiza. No. Utake mkono mwema wa Mungu unaweza kukuletea muujiza. Jambo la mwisho, mkono wa Mungu nini? Ni kitengo cha mambo makuu yatokanayo na uweza wa Mungu. Kitengo cha mambo makuu yatokanayo na uweza wa Mungu. Na baada ya ibada hii, hili sio notisi, bali haya yataanza kukutokea kwa jina la Yesu. Utaziona nguvu halisi za Mungu kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Unamsema amina. Utauona utendaji wa waziwazi wa Mungu kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Wakati mmoja kijana wangu mmoja yuko mahali hapa akaniambia, pastor, I say issue ya hada inasumbua sana. Akamwambia, angalia Nehemia sura ya 2 mstari wa 8. Mkono mwema wa Mungu ulikuwa juu yangu. Akasemaje? Naye mfalme akanipa vyote nilivyohitaji kwa sababu ya mkono mwema wa Mungu. Wapi? Akamwambia, sasa kijana wangu, chukua ile andiko, nenda kasome, omba mkono mwema wa Mungu. Baada ya hapo, sasa hivi mwaka wa 4 anamaliza masomo yake. Sema amina. Na wewe mkono mwema wa Mungu uwe juu yako kwa jina la Yesu. Ibada hii unatoka mahali hapa, haujaja kupata mkono wa mchungaji, umekuja kuchukua mkono mwema wa Mungu kwa jina la Yesu. Nasema hivi, haujaja mahali hapa kuwekewa mikono, umekuja Mungu mwenyewe akuwekee mkono kwa jina la Yesu. Na huo mkono unaenda pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Mkono wa Mungu unakuza vitu kwa spidi isiyo ya kawaida. Lakini kuna spidi isiyo ya kawaida ambayo mkono wa Mungu unaweza kukuletea. Angalia umri wa mchungaji wako na mambo ambayo anayafanya. Kweli kwa umri wake analingana na nani? Analingana? Yanalingana? Sawa, basi mchungaji wako tuseme tuweke pembeni. Muangalie baba yetu Askofu Bishop Kabigumila. Matokeo ambayo nayo sasa hivi mwaka huu unafikisha miaka 37. Ila matokeo alionayo, ana makanisa zaidi ya 65, ana watu wakuu ambao wanachonga. Sasa hivi tunapoongea sasa hivi yupo sehemu fulani anatuombea mafichoni, lakini angalia bado tumekaa mahali hapa tunataka kumwabudu Mungu. Haya mambo yote hayatokeaji bila mkono mwema wa Mungu juu yetu. Equation iko hapo tu. Yaani kama wewe utaelewa leo ni utendaji wa mkono wa Mungu juu yako. Uombe huo, utafute huo. Haya, ndio interview. Ile interview hautapata sababu ya kuongea kwa Kiingereza vizuri, mtumishi wa Mungu. Kuna mkono wa Mungu juu yako. Mtu akuuliza hivi, hebu niambie jina lako. Naitwa Felista Magige. Felista Magige. Felista ni jina la mama yangu. Shamba kazi nenda. Kazi na jina la mama yake yanasema vipi? Wewe unajua kazi mpaka usomee sana. Unajua kazi mpaka uwe na connection, sema connection. Sema connection. Naongea na watu ambao wako mahali hapa ambao mpaka wapate maxi, utafuta conditions za mwalimu. Mwalimu ndio tunafanyaje mwalimu? Na ukuta mmeangoja mitego ya ajabu sana. Lakini hilo sio fungu lako kwa jina la Yesu. Mimi nauona mkono mwema wa Mungu ukiwa juu yako kwa jina la Yesu. Sema hivi, nauona mkono mwema wa Mungu unakuja juu yako kwa jina la Yesu. Kuanzia leo mahali ambapo usingepita mwenyewe, mkono mwema wa Mungu unakupitisha hapo kwa jina la Yesu. Mahali ambapo ungekwama wewe, mkono wa Mungu unakubeba, unakupeleka ng'ambo ya pili kwa jina la Yesu. Nimeuona mkono wa nimeuona mkono wa Bwana. Nimeuona mkono wa nimeuona mkono wa Bwana. Nimeuona. Kuna overflow ina experience, hazina maelezo, baraka zako zinanifuata kila niendako. Siwezi sema haso zangu na kujitabisha kwa ukubwa huu na testify ni mkono. Kwa naomba watu ambao wameona mkono wa Bwana wanauimba mkono wa Bwana. Usikilize ile nyimbo anaimba sababu amejisikia kuimba. No. Ni watu ambao wameuona mkono wa nani? Na mimi nakuombea uone mkono wa Bwana kwa jina la Yesu. Kuanzia leo unapomtafuta Mungu, Mungu akuwekee mkono wake mwema kwa jina la Yesu.
Kila unapoenda wewe, mkono wa baba wa Mungu ukutangulie kwa jina la Yesu. Mkono wa baba wa Mungu ukubebe kwa jina la Yesu. Na mwaka huu 2026, mkono wa baba wa Mungu ukubebe kwa jina la Yesu. Sema, mkono wa baba wa Mungu unibebe mwaka huu kwa jina la Yesu. Jambo la 4, nini maana ya uwepo wa Mungu? Ni hali ya mtu kuwa na kutembea na Roho Mtakatifu kwenye maisha yake. The definition ya uwepo wa Mungu ni hali ya mtu kuwa na kutembea na Roho Mtakatifu kwenye maisha yake. Baki hakuna mtu ambaye atasema kwamba ameubeba uwepo wa Mungu alafu mahusiano yake na Roho Mtakatifu ni ya kusuasua. Anamkumbuka Roho wa Bwana kwenye maombi, akiwa anatembea hata amuongeleshi, ameamka asubuhi hata aseminae, anatembea hata atafuti kumwambia Roho Mtakatifu ninakupenda. Wewe ni rafiki wa karibu, wewe ni mpenzi mwaminifu. Nijifunza kati ya mtu ambaye alifunuliwa vizuri uwepo wa Mungu ni Boaz Danki. Yaani that man is the product of uwepo wa Mungu. Kivipi? Angalia sauti yake. Nipungue, wewe Yesu ongezeke. Msikie tunasema hivi. Huu sio wimbo, ni maombi. Mbona unaimba hapo sema ni maombi? Yaani haya mambo iko sababu huyu mtu kuna uso wa Mungu amekutana nao, kuna uwepo wa Mungu ambao ameubeba, anaimba nyimbo ambayo ameitoa kwenye uwepo wa Mungu, yule Mungu ambaye alikuwa anamwabudu mwenyewe. Nyie mkisikiliza leo mnasema yeye Bwana anibariki, kumbe ni matokeo ya uwepo wa Mungu ambao alikuwa anakaa mwenyewe, hamumuoni chumbani mwake, anamwambia Mungu, mimi nitaamka saa 9 nikusifu. Anaweka nyimbo moja ya kusifu, anamchezea Mungu mpaka jasho linamtoka. Sio akiwa kanisani jasho linamtoka, acha na mambo kama hayo. Watu kama hawezi kubeba uwepo wa Mungu. Akiwa kanisani, jasho kabisa. Wapo pale bwana, wana dance. Ila akiwa mahali pasivu, Mungu hajui dance yake. Ndio wale kwenye maisha ana dance tu. Matokeo ya dance. Nafika wiki mahali ukikaa kwenye uwepo wa Mungu, uko peke yako chumbani umejifungia, uko bafuni unaoga, unacheza na unamchezea Bwana, unamwambia Bwana, oh I am fearful and wonderful made Lord. Shakata. Unacheza kabisa, yani unajisikia raha. Yani sijui mnachofanya hapa, ndio mambo ambayo mimi mchungaji wangu huwa nikiwa peke yangu bafuni pale, najisikia nafanya vitu kama hivi, namwambia Bwana, wewe Bwana nakupenda. Kuanzia leo uwe mtu huyo kwa jina la Yesu. Ninakuombea kuanzia leo utembee na uwepo wa Mungu kama ambavyo unatembea na rafiki yako kwa jina la Yesu. Kwenye Agano Jipya, maana ya kubeba uwepo wa Mungu ni kuwa na Roho Mtakatifu ndani mwako. Isaya 63 mstari wa 9 hadi 14, Isaya anaona mambo ya mbele, akamtambulisha Roho Mtakatifu kama malaika wa uso wa Mungu, the angel of his presence. Maana aliyeubeba uwepo wa Mungu kwenye Biblia saizi, Agano Jipya saizi tunapoishi, ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu pastor anautafuta uwepo wa Mungu, hapana. Haupaswi kama utafuta uwepo wa Mungu hivi, pastor, natamani ushirikiane na Roho Mtakatifu uwe imara zaidi, niendelee kushirikiana naye, niongee naye, sio tu ushirikiane naye, ila pia yeye pia akushirikishe mambo yake. Amen. Isaya sura ya 63 mstari wa 9. Naomba tusome kwa pamoja pale kanisa, tuone jambo hili la ajabu sana. Sababu kuna watu ambao hili andiko huwa wanasoma hawalielewi. Pastor, malaika uso wa Mungu, kijana mmoja kanisa pastor Yesu ananiambia, pastor, malaika uso wa Mungu ndio nani huyu? Basi muelewe. Nikamwambia kijana, tulia. Malaika uso wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Amen. Msikia kicheko hicho, alicheka huyo. Huyo amecheka na niuze sana. Kwa hiyo sasa usishajua Isaya 63:9 hadi 14. So mistake kadhaa pale, afu tutaendelea. Kanisa, naomba unisomee anasemaje Isaya 63:9 anasemaje? Hiyo sauti ya watu ambao wanapenda uwepo wa Mungu. Watu ambao wanapenda uwepo wa Mungu sio nisikia anasemaje? Katika mateso yao yote yeye aliteswa, na malaika wa uso wake akawaokoa. Kwa mapenzi yake na huruma zake aliwakomboa mwenyewe, akawainua kama basube debeka. Akawachukua siku zote za kale. 10 anasemaje? 10, lakini wakaasi, wakamhuzunisha roho yake mtakatifu. Kwa hiyo akawageukia, akawa adui, akapigana nao. Ndio 11,
ndipo alipokumbuka siku za kale za Musa na watu wake, akisema, yuko wapi yeye aliyowapandisha kutoka baharini pamoja na wachungaji wa kundi lake? Yuko wapi yeye aliyetia kati yao roho yake mtakatifu? Endelea 12 mtume anasemaje? Aliyewaongoza kwa mkono wake mtukufu, kwa mkono wake wa kuume wa Musa aliyatenga maji mbele yao, ili ajifanyie jina la milele. 14 anasemaje? 14, kama ng'ombe washukao bondeni, roho ya Bwana akawastarehesha, ndivyo alivyowaongoza watu wake, ili ujifanyie jina lenye utukufu. Ndio maana unaposoma Biblia usiishie kusoma andiko moja na utaelewa Biblia kwa siku moja. Nenda juu, shuka. Unasemaje? Unaposoma Biblia watu wengi wanaenda sababu huwa wanachukua maandiko. Kwa maandiko kama nimekupatia leo, mtaenda kusoma pale, asoma Isaya 39. Ndio, soma kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Alafu urudi tena kusoma okay. Ndio unasemaje? Okay. Aha, malaika uso wake ukija huko mbele Roho Mtakatifu. Tena Roho Mtakatifu, kumbe malaika uso wake ni nani? Roho Mtakatifu. Amen. Church, are you blessed? Are you blessed? If you're blessed, say a big amen. Amen. Say a big amen. Hebu dakika moja uchochee uwepo wa Mungu ndani mwako, neno lugha dakika moja. Hebu uchochee uwepo wa Mungu ndani mwako. Uchochee uwepo wa Mungu ndani mwako kwa lugha. Dakika moja nitakupatia. Leso para kapele gedina manzo plegida. Rikamando skepele grida, braduske pelerina, lekemando feleliga. Hebu ongea lugha za upendo na roho ya Bwana. Kuna lugha za maombi na lugha za upendo. Lekilima andaleso pelekenaya, lekedebero sinemahate, ezegi agaba andolisha, le malina gala zinaku, embregida ambragara diga de la mondo, ezeklenda mangra diza branda grando vregedila, yangra sonde brege debelesha melaya kuri bahade, yasutele kakakama tekepa, yende laza makapo, esikatelema. Unaona namna hii, unamfurahia uwepo wake, unamfurahia mpenzi wako roho wa Bwana. Lekeleka mande liga balai, yesuveli ya mante liga mandole, yesumeke pele kendila makapa, yesatole media, na huko ndiko kumulika kwetu, eshelia na kaya mane, yesuvena makita apalina, halalano nonose keteleba, lila bahando nonose te, lima alaba alose, yeseke pepeposha kapaya, yandegela gasudegeba, yakraguske liga mande, eske prende liga brade bande prende, yanduri gara gira, la krisa gambro godo verikaya, shelibra haso flende plede prida, yangraguske plege dila mahadogodo, ezinara nusa kapaya, rabra produ plege de prenda, yazonde libada. Ufurahie roho Bwana, ufurahie uwepo wake, ufurahie mapenzi yake, ufurahie uzuri wake. Era marama rabara mara 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 mara, elida mazore dele gara nama nama nama, le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 , anana manano zege dila manohe, zina maya na gara na marabe, akatokose teleba, yandolo boshe telema, yandara bara 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 bara, yeketere bere bere bere, anana na 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 na, yosovere bere 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 bere, yakara duse telema, yasutere bedia badaya badia, yandara bagara bagara bagara, asopana na mana mana mana, yashotere bedia mande. Nila kufurahia uwepo wa Bwana. Tumekuja mahali hapa kufurahia uwepo wa Bwana. Katika jina la Yesu tumeomba. Rakaparabashite. Sema amen. Sema amen. Sasa andika mambo haya matatu ya definition. Maana ya tafsiri ya mtu kutembea na roho wa Bwana ni mambo matatu. Jambo la kwanza ni Roho Mtakatifu kuwa pamoja na wewe. Maana ufikie mahali si tu wewe uko pamoja na Bwana, ila unajua na kujua tena kwamba Roho Mtakatifu yuko pamoja na wewe. Kwa maana ya Roho Mtakatifu tembea na wewe ni uwepo wake, maana ni yeye yuko pamoja na wewe. Unasoma darasani, yuko pamoja na wewe. Uko chumbani peke yako, yuko pamoja na wewe. Uko kwenye simu yako, yuko pamoja na wewe. Jambo la pili ni Roho Mtakatifu kuhusika na unachokifanya. Maana si tu kwamba yuko pamoja na wewe, lakini pia unamhusisha kwenye kile ambacho unakifanya. Kama ni darasani, muhusishe. Kama ni upishi, muhusishe. Kama ni kutembea kwako, muhusishe. Kama ni maono yako, muhusishe. Roho Mtakatifu kuhusika na kile
unachokifanya. Jambo la tatu ni Roho Mtakatifu kutunziwa nafasi yake ya kwanza. Yaani maana yake kwamba Roho wa Bwana anabaki kuwa wa kwanza. Na hii ndio maana ya uwepo wa Mungu kutembea na mtu. Kutunziwa nafasi yake ya kwanza. Hapo mwanzo Mungu. Maana kwenye mwanzo wako kuna Mungu. Kwa maana wewe ambaye siku yako hujaomba ni jambo kwamba unajitegemea mwenyewe wala umtegemei Mungu. Yohana 14:16 anasema kwamba nami nitamwomba Baba atawapa msaidizi mwingine ambaye atakaa na ninyi hata milele. Ile kukaa na wewe, huyu msaidizi mwingine anakaa kupitia kutembea na wewe, kuhusika na anachokifanya, lakini pia atunziwe nafasi yake ya kwanza. Yohana 14:16. Jambo lingine hapo maana yake kwamba mwili wako wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yaani sasa hivi Mungu hakai mbinguni. Wewe shuka Bwana, shuka Bwana, sikuiti hukumu ila shuka. Mbona majaribu yananisonga, yanijia kwa kasi kama mabomu. Sasa hizi nyimbo zinatoka sababu gani? Sasa hizi Mungu yupo ndani yetu. Sawa? Mungu ameifanya miili yetu kuwa hekalu lake. Roho wa Bwana anaishi ndani mwetu. Kwa hiyo maana yake kwamba, hebu fikiria, niangalie vizuri. Yaani mpatie mtu siri afya ya kiungu wako. Huo mwili sio wa kwako. Nimesemaje? Sasa sema wa kwako, unasema sio wa kwangu. Nimesemaje? Maana yake mwili ukianza kupata ugonjwa fulani, anayeumwa ni nani jamani? Ni nani? Mbona mseme ni nani? Kwa hiyo kweli Roho Mtakatifu atakuwa mafua. Roho Mtakatifu anakaa na gongo wa kichwa kila Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi. Kweli Roho Mtakatifu akiingia period maumivu anayoyapata, yani paka atumie dawa za kupunguza maumivu. Kwa maana mwili wako sio wa kwako. This is a very powerful revelation. Mwili wangu sio wa kwangu. Kuna baadhi ya watu wanajikuta wanamkia wenye dhambi kwa sababu wanafikiri mwili wao ni ya kwao. No, mwili wako sio wa kwako. Hauwezi wewe binti unahusu kijana kushike maziwa, akushike sijui nini, kwa sababu hauheshimu mwili wako, kwamba huu mwili sio wa kwako. Huo mwili ni mali ya nani? Ni mali ya nani nimesema? Ni mali ya nani? Kwa hiyo ukipata changamoto yoyote, ni Roho Mtakatifu anayepata hiyo changamoto. Wanakole wangapi wanajua ukweli? Mambo ya pressure kanisani, si pastor, leo mzee wetu kanisa ya kisukari, matangazo kanisa. Ndio basi hapa ndio natoa matangazo kama hayo. Kwa Yesu asifiwe. Naomba tumuombee mzee wetu kanisa, mzee John. Mzee John yuko hospitali na ana sindano za kisukari, kwa hiyo leo ibadani hajakuepo. Naomba tumuombee. Tunaanza kwamba wiki hii tutakuwa tuna ibada ya kumtembelea mama fulani aliyekuwa amelazwa. Far from us. Pastor, unaongea kitu gani? Ninachokiongea nakijua. Sababu nimekaa IBC na Mungu amenisaidia. Mambo sio ya kulazwa haya, sio fungu langu. Na mimi nakuombea mshirika wangu, kwa kuwa umeamua kuwa mshirika wangu. Hata kama utaki kujisikia tu, yani kulazana upende tu, yani unajisikia kwa siku hizi mimi yani si umuhimu, kumbe ni uwepo wa Mungu ambao umebeba. Unafanya muda mwingine tu hata usikiki kunaua tena. Kuna wengine hapa amesata maamsha Mungu kuchoki sababu gani? Ameubeba uwepo wa Mungu kiasi kwamba yale magonjwa hayawezi tena kustahimili ule uwepo wa Mungu. Virusi kuna aina ya mazingira ya vikiingia vinakufa direct. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kwa nini kirusi cha corona, kirusi cha mafua, sijui kirusi cha nini kipate nafasi kwenye mwili wako? Kati ya mwili wako umebeba uwepo wa Mungu ambao inabidi tu akiingia tu ajikute amekauka hapo hapo. Kwa sababu ushuhuda wa John G. Jake, mtumishi wa Mungu alikuwa South Africa. Kipindi kutokea ndio vile nasema ni plague, ni epidemic disease kwa nini sasa? Nini unasema? Hiyo kama ile janga la ugonjwa kama corona hivi, sawa? Pale watu wakawa wanaumwa,
Akamwambia hivi, mimi hapa, yeye anafahamu kwa habari ya uwepo wa Mungu ambao umeubeba, ule uzima wa Mungu ambao umeubeba. Hiyo sisi tunaandika. Uwepo wa Mungu uliopo ndani mwako ni uzima wa Mungu ambao umeubeba. Ndio sentence. Thank you Holy Spirit. Maana kwamba alikuwa anaujua uwepo wa Mungu kiasi ambacho anasema aliwaambia wale madaktari wachukue damu ya mtu anayeumwa ule ugonjwa wamwekee mkononi hivi. Akaambia mkononi hivi, unaambia hivi, wale wadudu walikufa dakika hiyo hiyo. Yeye ndo akawa anawabeba wale wagonjwa. Sababu zamani kwa kama teknolojia kubeba wagonjwa kwa mfano kama corona. Tunaona kwamba wanavaa sijui nini mask kama tatu wanajiosha nini. Sasa zamani mambo kwepo. Yeye hivi alivyo alikuwa anawabeba wale watu John G. anawapeleka hospitali wanatibiwa. Na mdamge visa anawaombea. Umeelewa vizuri? Kuna asili ambayo alipanga kwa habari ya uwepo wa Mungu ambao ni uzima wa milele ambao umefunuliwa ndani mwake. Ule uzima wa Mungu ndani mwake ambao unafanya magonjwa yasikae kwake. Kwa kuna aina ya uwepo wa Mungu ukiuelewa, utamshika mtu hivi kumuombea, sio kama useme hivi, toka. Unatambua kwamba nimeubeba uzima wa Mungu. Mimi ni harufu ya uzima iletayo uzima. Kwa hiyo nimemshika hivi, kuna aina ya uzima wa Mungu ambao unamwingia huyo mtu. Leo na watongolea siri kwa nini mchungaji akiwa anaombea watu huwa apige makelele. Na ujua uzima wa Mungu ambao uko ndani mwao. Kwa hiyo nikimshika hivi mtu, unajua huyu ambaye nimemshika hivi, kuna aina ya uzima wa Mungu unamwingia ndani mwao. Hivi nimemshika hivi. Sababu anasema uzima wa Mungu unamwingia mtu. Kuna siri ambayo naifahamu. Ufalme wa roho unafanya kazi kwa siri ulizonazo, nuru ulionayo. Kwa ile nuru kwamba nikimshika tu hivi mtu, sio mimi ambaye namshika. Kifanya ninajifunza kwa baada ya kuombea watu, Roho wa Bwana alinipeleka kwenye Matendo sura ile ya 4, mstari wa 30 hadi 31. Hebu nifundishe hii siri ndio. Sasa sijajua leo kuna mtumishi mmoja wa Mungu yuko mahali hapa, huwa anasema hivi, pastor, mbona unaombea watu wanapona? Mbona mimi nikiombea hawaponi pastor? Siri ni hapa Matendo 4:31. Nimeelewa mtumishi wa Mungu mmoja hivi akasema, pastor bana mambo yenu haya. Wewe pia unaweza ukaelewa. Haya. Matendo 4:30-31. Naomba kaeni tusonge pamoja ili hii siri tuidake pamoja. Anasemaje? Ukinyosha mkono wako. Sasa watu ambao katika siri hawezi kusoma kizembe namna hiyo. Basi mfike Matendo 4:30. Kanisa anasemaje? Ukinyosha mkono wako mmoja. Subiri kwanza. Hebu 29 pale tupate maana vizuri. 29 anasemaje? Basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. 30 anasemaje? 31. Okay, tulia hapo. Maana kwanza unaelewa hapo. Walikuwa kwenye nini jamani? Kwenye maombi. Anasema hivi, ukinyosha mkono wangu kuponya. Sio Biblia yako inasemaje hapo? Ukinyosha nini? Kwa hiyo inaweza kama nipo hapa, naponyosha mkono, sio mkono huu. Ukinyosha mkono wako. Kwa hiyo mimi ninanyosha mkono kwenye niaba ya Mungu. Mungu ndo ananyosha mkono wake ili kumponya. Ndio maana nasema kwamba mtaweka mikono juu, mtaomba juu ya wagonjwa watapokea afya. Marko 16:15 hadi 17 pale. Mtaomba juu ya wagonjwa, mtakemea. Mtaweka, ukiweka mkono, Mungu ananyosha mkono wake tokea kwenye mkono wako. Kwa hiyo ndio siri ya kuponya hata watu. Nakwambia hivi pia, mtu akupigia simu, "Yaani hapa ninaumwa kweli." Ambia, "Okay, unaumwa? Hapo bwana weka mkono wako kifuani." Okay. Baba, kwa Yesu, nanyosha mkono wangu. Achia. Hapo mtakuta nguvu za Mungu zinamshukia kule aliko. Sababu gani? Rohoni hakuna umbali. Mungu anaenda kutoka nilipo hapa, akaextend mkono wangu ukamwendea kule aliko. Mmeelewa teknolojia ya wireless jamani? Hiyo wireless ya rohoni. Kwa hiyo siri sijui ilikuwa ni nani. Sasa namalizia. Tuangalie mambo kadhaa kuhusu uwepo wa Mungu. Kweli kadhaa kuhusu uwepo wa Mungu. Jambo la kwanza, uwepo wa Mungu uko kila mahali
ila sio kila mtu anaubeba uwepo wa Mungu. Jambo la kwanza, uwepo wa Mungu uko kila mahali, ila sio kila mtu anaubeba uwepo wa Mungu. Maana yake tuna viwango vitatu vya uwepo wa Mungu. Nakufundisha leo viwango vitatu vya uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu uko kila mahali. Pastor, hata baa upo? Ndio, hata baa uwepo wa Mungu upo. Hata gesti, wakati watu amemchukua mke wa mtu, ameingia naye gesti, hapo pia uwepo wa Mungu upo. Sema upo. Sema upo. Sema upo. Kiwango cha kwanza cha uwepo wa Mungu ni tunasema universal presence of the Lord. Uwepo wa Mungu kila mahali. Zaburi 139 mstari wa 7 hadi 12 anasema Daudi kwamba nikienda kuzimu uso wako upo, nikipanda mbinguni uso wako upo, nikiwa gizani uko pia macho yako yataniona. Maana uwepo wa Mungu upo kila mahali. Kwa aina ya kwanza ya kiwango cha uwepo wa Mungu nasema nini? Uwepo wa Mungu kila mahali. Aina ya pili ya kiwango cha uwepo wa Mungu ni uwepo wa Mungu pamoja nasi. Mungu kuwa mahali. Mathayo 1:23. Nayo utamzaa mwana, utamuita jina lake Immanueli, maana yake ni Mungu pamoja. Mungu pamoja. Yes, ndio maana hiyo Immanueli. Kwa Mungu anakuwa pamoja nasi. Maana yake wakiwepo watu wawili au watatu, Mungu yuko hapo. Mathayo 18:20. Mathayo 18:20. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati. Kwa Mungu yupo katikati. Sawa? Ndio maana uwepo wa Mungu ambao upo kanisani ni tofauti na nyumbani. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Hapo ndio uwepo wa Mungu ambao ukifika kanisani you feel the presence of the Lord. Tukiwa chumbani pekee tunaomba. Kweli kule Mungu yupo na unamwabudu kabisa, lakini ukiwa kanisani kuna aina ya uwepo wa Mungu ya kushirikiana na watu. Ningesema kwamba wala msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya nini? Ya wengine. Waebrania 10:25. Tusiache kukusanyika. Kuna uwepo wa Mungu ambao unadhirika mahali hapa. Nikwambie kweli, kuna baadhi ya mambo ambayo huwa nayaongea hapa hayapo nafsi zangu. Kwa kama nilikuwa naongea nafsi zangu, ningeishia nafsi zangu. Ndio mambo ambayo huwa nazungumza hapa hayapo kwenye nafsi zangu. Sababu gani? Ya uwepo wa Mungu uko mahali hapa. Mungu anaongea na mtu mmoja. Haya, kiwango cha uwepo wa Mungu kinaitwa Shekinah glory. Sasa hiyo jina Shekinah glory. Hapo ile Shekinah amefly kwetu, tumeita jina lake wewe kanisani. Kwa Shekinah mwanangu. Haya, unabidi uelewe uwepo wa Mungu. Sisi mtu my name is El Shekinah, alafu haujui uwepo wa Mungu. Far from you my daughter. Shekinah glory, the manifested presence of God. Uwepo wa Mungu ambao umefunuliwa sasa. Inafika mahali ambapo unamwabudu Mungu chumbani mwako, machozi yanakutoka kwa ule uhalisia wa uwepo wa Mungu. Zaburi 27:1-4. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwake siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wake. Sasa kafika mahali ambapo umekaa kwenye maombi, alafu Mungu anaufunua uzuri wake kwako. Wewe kuna Mungu wewe ni mzuri Bwana. Ukifikiria na mambo Mungu unanisaidiaga, Mungu una nguvu. Yaani Mungu anajifunua kwako. Na mimi natamani tu kanisa ambalo Mungu hajifunui Jumapili tu. Jumatatu pia Mungu ajifunue kwako. Kwenye maombi kile chumbani kwako unaomba Mungu ajifunue kwako. Na nakuombea kuanzia leo huo utakuwa ni ushuhuda kwa jina la Yesu. Ukiwa mwenyewe kule chumbani, Mungu atajifunua kwako kwa jina la Yesu. Nasema hivi, Mungu atajifunua kwako kwa jina la Yesu. Utayapokea mafunuo dhahiri ya uwepo wa Mungu kwa jina la Yesu. Niende mbele. Jambo la pili kwa maana ya uwepo wa Mungu. Moja ya maana ya kumcha Mungu ni kutambua uwepo wake kiasi ambacho hauwezi kupuuzia. Andika tu hivyo. Moja ya maana ya kumcha Mungu ni kufika mahali ambapo unautambua uwepo wa Mungu kiasi ambacho hauwezi ukaupuuzia. Utajuaje umeanza kumcha Mungu? Ni pale ambapo unautambua uwepo wa Mungu kiasi ambacho hauwezi ukaupuuzia. Uko chumbani peke yako, kwenye shuka lako, unatambua kwamba
Hata kama hamna mtu ambaye ananiona hii shuka, ila Mungu aonaye ananiona. Yesu kwamba pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Kwa kama unapumua tu, Mungu ameshakuona. Sasa hivi uyachunguza yote yaliyopo ndani ya mtu, Mithali 20:27. Baki Mungu taa yake kwako wewe sio bado kumketi hivi. No, Mungu anapopumua hivi anachunguza yote yaliyopo ndani mwako. Baki uwepo wa Mungu mtu akiutambua na kiasi ambacho hawezi kupuuzia. Tunapata watu ambao hawezi akawa kwenye simu yake anasema ameokoka, alafu anachati upuuzi na watu wa jinsia tofauti. Ameokoka anaangalia pornografia. Ameokoka ameanza mahusiano na mtu ambaye hamjui Mungu. Yule jamaa kila kifika usiku anamwambia, hebu niambie hizo unafanya nini? Nipo kitandani. Umevaaje? Nimevaa hivi na hivi na hivi na hivi. Aha. Umelalia nini? Yaani mambo ya sababu ni mtu ambaye hamjui Mungu kabisa. Ila mtu ambaye anauheshimu uwepo wa Mungu hawezi kuruhusu hayo maongezi yakaendelea. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Kwa watakuja kwako pia. Ila uwepo wa Mungu ndani mwako ndio ulikuwa ndani ya Yusufu, akasema kwamba nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu. Kuna watu mahali hapa wanasema kwamba wameshinda uzinzi, ila ni kwa sababu hawajapata jaribu la uzinzi kweli kweli. My brother, my sister, kuna jaribu la uzinzi mnakuja kwako ndio kujijua kumbe mimi bado sijashinda. Angalia brother Yusufu, brother Joseph. Yuko mbele ya Madam Boss. Madam Boss yuko wazi kabisa, yani yuko wazi, sema yuko wazi. Yuko wazi. Hapo jamaa anasema mbona ni majaribu haya jamani? Hapo madam mbona anafanyia hivi? Mara leo madam anakuja kwa Yusufu afanya kazi, anamkalia hivi. Kesho anakuja anambia amtafuta ndevu hivi. Yule madam alikuwa stadili sana yani. Haitokea siku moja tu. Ila wakati kijana yote anampata ametulia tu. Hata ashtuki. Anashikwa hivi. Mwache bwana. Wewe hautambui uwepo wa Mungu kiasi ambacho huwezi kupuuzia. Jamani, kwa mfano leo niwaambie ukweli. Niangalie vizuri hapa. Tungesema Rais wa Tanzania Bishop Joseph Madigojiba, Mama Samia mimi. Amekuja kanisani ikifika hapo Gongo la Mboto. Kuna aina watu ambao wasingevaa hivyo leo. Naomba mwenye jani yako vizuri. Mwambie kweli hivyo ulivyovaa ungevaa mbele ya rais? Kuna mtu ambaye hivyo alivyosuka angeambiwa leo unaenda Ikulu kumsalimia rais, angesuka namna fulani yani. Hata kama hana hela siku hiyo atakopa, imagine tu asuke akienda sasa pasi vile vile uwepo wa Mungu ndio uko hivyo hivyo. Je, tunamtambua Mungu kiasi ambacho hatuwezi kumpuuzia? Angalia ibada na saa 2 kamili. Wewe leo umefika saa ngapi? Ongea jana yako mwambie, wewe leo umefika saa ngapi? Huwa ni uthibitisho kama unamheshimu Mungu tu kwenye issue ya muda wa ibada. Darasani baba mtuambia hapa mtu darasani anawahi saa 1. Ameshajiandaa, ipo barabarani. Mmoja anaacha mshafika pale, anataka kumsha pambio. I see the Lord. Lakini kanisani anafika muda anayojisikia yeye. Wala hata dhamiri yake haishuhudii tena, sababu alichelewa mara ya kwanza. Roho Bwana akamwambia wewe, hicho tukifanya hichi sio sawa. Akachelewa mara ya pili, Roho Bwana akamwambia, sasa sisemi wale ambao wamekaa nyuma wamechelewa, lakini ifanye kweli wale ambao wamekaa nyuma wote wamechelewa. Ni kweli si kweli? Sasa sisema usiangalie basi, naomba nishikie kidogo hivyo. Sasa uwepo wa Mungu unawatambua kiasi kwamba unaheshimu ibada. Tupo hapa ibadani, kuna mtu anachati. Wewe nani anaheshimu Mungu hata Mungu? Anaheshimu Mungu kweli? Kwa hiyo ibadani ipo online. Yupo online kabisa yani. Message imeingia, unajua kabisa kuna message imeingia WhatsApp hapa. Ambia pastor kuna mchongo na usikilizia. My brother, my sister, wewe haumchi Mungu. Jiulize mwenyewe, kama ukitafakari mwenyewe kweli unamcha Mungu? Baki unauheshimu uwepo wake kiasi ambacho hauwezi kupuuzia. Kweli ukitambua Mungu yuko na wewe. Unaweza kutazama pornography na Mungu ambaye yuko na wewe. Yaani wewe na Mungu mnatazama nini? Mbona msemi? Mbona unaomba kusema? Wewe na Mungu mmevua gauni,
mtu ambaye sio mume wako, upo na Mungu pale, Mungu anakuangalia. Serious? Hebu tusikie vizuri jamani. Wewe na Mungu, wewe na Mungu, wewe na Mungu, sema mimi na Mungu. Sema mimi na Mungu. Wewe na Mungu, leta anakuimba Max, unataka uvue gauni lako ili tukupe Max. Wewe na nani? Sema mimi na Mungu. Sema mimi na Mungu sasa. Sasa hapo tusikie mara ambapo tunaanza kutambua uwepo wa Mungu. Hapo kama mambo pastor, sio inakuta mtu fulani anakaa na mtu fulani. Ile amekaa naye si atuhusu. Je, huyo mtu anautambua uwepo wa Mungu kiasi kwamba kama anatembea gizani hakuna naye muone, anajua kwamba Mungu ananiona. Na ile ambayo alifanya, sitaki siku moja mke wangu aambie kwamba mimi nimezaa nje ya ndoa. Na mambo hayo ni ajabu kwamba ile siku umefanya mistake, one mistake one goal, na mimba siku hiyo hiyo. Sema far from me. Sema far from me. Unashangaa ulikuwa unasikia raha. La imetoka kwa kalaa. Pastor, nisamehe pastor, lakini kwa kweli nimetoa mimi. Yote haya yanatokana na jambo moja tu, ya kutokuheshimu uwepo wa Mungu kiasi ambacho hauwezi kupuuzia. Ukiwa chumbani kwako, hakuna naye kuona dada, hakuna naye kuona kaka. Je, unauheshimu uwepo wa Mungu kiasi ambacho hata kama mtu angetokea muda huo bado ungejaa kama hivi Mungu na ujasiri ukaendelea kufanya hicho anachokifanya. Kwa hiyo ambaye anachokifanya kama Mungu akitokea hivi, anaogopa sababu anaogopa Mungu kumuonyesha. Kwa maana anatokea chumbani, sio tu Mungu ghafla sasa, bwana Mungu mnagonga hodi bwana. Kumbe kuna kitu ambacho bwana anaendelea nacho nyuma ya pazia. Unafahamu watu? Jambo la tatu. God is not a presence. He is a person with a presence. Mungu sio uwepo, ila ni mtu au nafsi hai yenye uwepo. His presence is the evidence of his person. God is not a presence. Kwa hiyo usichanganye kusema kwamba eti uwepo wa Mungu ni Mungu. Hapana. Mungu ni Mungu, sawa? Lakini uwepo wa Mungu ni kiashiria cha kuwepo kwake Mungu mahali hapo. Haya, mbwa akiwa anabweka, tunasema kwamba kubweka huko ndio mbwa. Ila mbwa ni mbwa na kubweka kitu tofauti. Sasa ndio Mungu. Kwa vile vile Mungu sio uwepo wake, na uwepo wa Mungu ni uthibitisho kwamba Mungu yuko mahali. Akaka namalizia ya kwamba kuna mambo kama matatu ambayo mimi nikuelezee. Kwenye Agano la Kale, Eden ilikuwa inawakilisha uwepo wa Mungu. Pia sanduku la agano au lile hema kukutania lilikuwa linawakilisha uwepo wa Mungu. Kwa kuna mahali ambapo mtu alikuwa ana sanduku la agano, alikuwa amebeba uwepo wa Mungu. Sawa? Jambo lingine pia, tusoma Samueli wa pili sura ile ya 6 kwa habari ya Obed-Edom. Mtu ambaye alikuwa Mungu kwake miezi mitatu maisha yake kabadilika. Tunashangaa mtu ambaye hapa amebeba Mungu miaka na miaka, anaokoa miaka 10 lakini hana uthibitisho kwamba amebeba Mungu. Jambo lingine ni wingu. Kwenye Biblia kwa habari ya wingu, wingu ni uwepo wa Mungu. Kama vile wingu la Mungu likashika, wingu la Bwana likashika mahali pale. Nyakati wa pili 5:13. Haya, jambo lingine ambalo naona hivi ambao nilipata jana. Daudi anasema kwamba natamani nikae nyumbani mwa nani? Nyumbani mwa nani? Kipindi kile zamani uwepo wa Mungu ulikuwa kwa mahali specific. Umesemaje? Kama sio jana hapo mtu anasinzia alafu sio nje mbali kwenye mbali gani hapa anasinzia ndio. Hebu ile yako vizuri. Piga makofi kabisa. Anasinzia hapo nje mbali wapi? Mwambie mbali wichi wasinzia wewe. Sasa Daudi alikuwa anasema kwamba natamani nikae nyumbani mwa Bwana. Angalia vizuri. Nyumbani mwa Bwana maana yake ni kwenye uwepo wa nani? Kwa hiyo ile Daudi sema kwamba neno moja nimelitaka nalo ndilo nitakaloitafuta, wake kwamba anatamani akae kwenye uwepo wa Mungu. Anatamani awe bawaba kwenye nyumba ya Bwana, imradi tu aendelee kupata ule uwepo wa Mungu. Kwa sababu nikae niutazame uzuri wako. Lakini kwenye uwepo wa Mungu utaanza kubehold, kuona Mungu kwenye uhalisia wake. Kuisikia sauti ya Mungu itakuwa jambo geni kwako. Sababu unataka kutembea na mke asikie kwamba Mungu anasema na wewe hujamsikia. Mungu akwambia mwanangu usiendelee mbele. Ila wewe sababu umesema umechelewa, kumbe kule mbele kuna jambo ambalo likutokea.
lakini kuanzia leo utamsikia mtu kama afiko kwa jina la Yesu. Haya, kwenye Agano Jipya utaona kwamba Roho Mtakatifu ndio alikuwa anawakilisha uwepo wa Mungu. Nimaliza kusema kwamba utajuaje uwepo wa Mungu uko mahali? Mambo kadhaa ambayo yanakufahamisha kwamba uwepo wa Mungu uko mahali. Leo kwa kweli nimezidisha muda leo kabisa, nimezidisha muda sababu na baadhi ya watu wanachelewa pia. Lakini tunamalizia. Utajuaje Mungu yuko mahali? Jambo la kwanza, furaha. Popote pale ambapo pana furaha, Mungu yuko hapo. Kwa hiyo mtu amekupa wazo la biashara, umeenda kukutana naye, afu ghafla moyoni mwako unakosa furaha, jua Mungu yupo hapo. Zaburi 16:11. In your presence there is fullness of joy. Usoni pako kuna furaha tele. Nimeambia kwamba usoni wake ni kwenye uwepo wa Mungu. Sawa? Haya, jambo la pili, kuna raha. Kuna raha. Uthibitisho kwamba Mungu yuko mahali, lazima kuna aina ya raha anampatia mtu. Na mimi nakuombea kwamba 2026 Mungu awe na wewe kwa jina la Yesu. Uso wake uende na wewe kwa jina la Yesu. Na Bwana akupatie raha kwa jina la Yesu. Kutoka 33:14 hadi 15, hapa tunayasoma maombi ya Musa, maombi ambayo aliyaimba Boaz Duncan. Anasema kwamba uso wangu utaenda pamoja na wewe, nami nitakupa. Kwa hiyo uso wa Mungu ukienda na wewe, unapokea raha. Sema raha. Sema nasikia raha mie. Sema nasikia raha mie. Kuna mwingine hapa kukaa huko kwenye uwepo wa Mungu mahali hapa, masaa tumekaa hapa, tayari ushaanza kusikia raha. Kweli si kweli? Kwa hiyo anabidi mahali hapa anasikia uzito. Ila tu amekaa kwenye uwepo wa Mungu, kuna aina ya raha inazaliwa ndani mwake. Sema Bwana nipe raha. Haya, jambo lingine tena, amani na utulivu. Uwepo wa Mungu huwa unakuja na amani. Uweponi mwako kuna amani, napenda nikae nawe. Uweponi mwako kuna amani, amani. Yesu napenda nikae nawe. Hiyo ni Wafalme wa kwanza 19:12. Bwana hakuwepo kwenye kelele, Bwana alikuwepo kwenye amani na utulivu. Elia akasikia Mungu akisema naye kwenye utulivu sana, sauti ya utulivu moyoni mwake. Jambo lingine, kuna uponyaji. Luka 5:17. Inasema kwamba na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Baki Mungu akipo mahali, lazima uponyaji unazaliwa automatically. Luka 5:17. Haya, jambo la mwisho namalizia hapa, na tunamaliza hapa hapa, ni ya mwisho, ni ya tatu, ya mwisho kabisa. Mwisho kabisa. Haya. Jambo lingine ambalo linathibitisha uwepo wa Mungu, mtu anaanza kuongea namna fulani. Na leo hii tutaongea. Sema amen. Uwepo wa Mungu unathibitishwa na aina ya kuongea ya mtu. Mtu anabeba uwepo wa Mungu, kuna namna ya kuongea na kuonaye. Zaburi 91:1 hadi 2. Aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa kwenye uvuli wake Mwenyezi. Nitasema. Yani, what follows after the presence of God is in a certain place, people start to talk. Kuna aina ya vitu ambavyo mtu anaanza kuviongea. Kama ni sifa, ni mtu ambaye asubiri aimbe kanisani, ila anajua kwamba Mungu wake anaketi kwenye sifa. Zaburi 22:1 hadi 3. Wewe uketie juu ya sifa za Israeli.
Kwa kama Mungu anaketi kwenye sifa, atakuwa anajaribu kumtafutia Bwana sifa. Aidha anajisikia au hajisikii. Kuimba nyimbo sio mpaka ujisikie. Maana hata kula wakati mwingine inaweza kama hujisikii ila ukajilazimisha kula. Kwa nini usijilazimishe kuusikia uwepo wa Mungu? Kwa hiyo usijilazimishe kusema kwani nasikia kuna uzito lakini hivi. Na hata nyimbo ya Olenze hapa. Yaani mpaka niusikie uwepo wa Mungu. Yaani uwepo wa Mungu usisubiri uwepo tuanze kuomba, utakukuta mbele ya safari. Unasemaje? Usubiri uwepo wa Mungu ndio uanze kusifu. Unakuta ndio sifa zako, unaenda kumsifu Bwana. Unamwambia maneno mazuri, "Roho Bwana nakupenda. Wewe ni mpenzi wangu, wewe ni rafiki yangu wa karibu. Haya mchungaji wangu hayupo na mimi lakini wewe upo na mimi. Wewe ni kiongozi, wewe ni msaada wa karibu." Reka para. Hebu omba hapa ulipo. Anza kutamka maneno mazuri mbele za Bwana. Ndio uwepo wa Mungu uko mahali hapa. Matendo sura ya 2. Roho wa Bwana ambaye amebeba uwepo wa Mungu alipowashukia wanafunzi, cha kwanza wakaanza kunena kwa lugha mpya. Na asubuhi ya leo uwepo wa Bwana uko mahali hapa. Uwepo wa Mungu uko mahali hapa. Umekaa kwenye uwepo wa Mungu ambalo ni neno lake. Mungu ni neno. Neno la Mungu umekaa mahali hapa ni uwepo wa Mungu. Anza kutamka kwamba Bwana 2026 nitatembea na uwepo wako. Uso wako utaenda na mimi. Uwepo wako Bwana. Omba. Uwepo wa tuna dakika 10 tu za kuomba. Kwa hiyo usipoomba vizuri siku leo. Makale sote. Ukae hapo. Usisimame. Kaa hapo. Uwepo wa Mungu utakushukia hapo na utakuhudumia hapo kwa dakika 10. Pia sema kwamba siku moja pamoja na Bwana ni zaidi ya miaka 1000. Hii dakika chache inayobakia hapa, kuna uwepo wa Mungu tofauti ambao utamshikia mtu mmoja na kumgeuza kuwa mtu mwingine. Uwepo wako Bwana uwe nami, ombi langu Bwana wangu. Endelea kuomba tu. Bila wewe sitaweza. Uwepo wako Bwana uwe nami, ombi langu Bwana wangu. Bila wewe sitaweza. Leka shote lege balada masute rika para masondo rigaba jelika da balando velegezia yamretu feketelia mane. Endelea kuomba uwepo wa Bwana kwamba uwe kijana ambaye amembeba Mungu kiasi ambacho watu hawezi kumpuuzia. Pale shuleni, pale darasani, kuanzia leo hii utafika darasani wanasema kwamba mbona tunakuwa tofauti, kumbe ni kwa sababu umebeba uwepo wa Mungu. Shaleka para dosete yondelika bala suvete yanoko paria mande esodika gaiza kaina mai jelika para diamande. Baba, jipatie watu ambao wataubeba uwepo wako na kumpeleka mahali pa biashara. Baba, jipatie watu ambao wataubeba uwepo wako na kumpeleka mahali pa uongozi. Jeleka para lekeriana ashelika telebelida arimo sefelegadia andreketeria mande. Nipate wapi mama ambaye ataubeba uwepo wa Mungu na kuipeleka kwenye familia yake, na kuipeleka kwa watoto wake, na kuipeleka kwa kizazi chake. Sheleke diga barade yesofele bahante libada. Kila mmoja endelea kuomba, mwambie Bwana, uwepo wako nimegundua siri hii, sasa hivi nitatembea na uwepo wako. Ara mashaketele belena yasovede belana. Sipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Mwaka huu mwanangu utaburudika. Rama sovedi barande yekapara masheteri amande erimo saketala barada rama sufeteberi amande eshiraga dia barande. Kila mmoja uombe hapo lipo, mwambie Bwana, nimeuelewa uwepo wako na utamani uwepo wako sasa. Shelege deso fede bai yandokedi badama shate eria masonderi barada. Nyeleze kijana ambaye atashinda dhambi, kijana ambaye ameubeba uwepo wa Mungu. Nyeleze kijana ambaye amefikia hatima yake, ni yule ambaye ameubeba uwepo wa Mungu. Endo
Enoko akaenda pamoja na Mungu. Kuanzia sasa nakwambia kwamba itakuwa ni historia yako na wewe, ya kwamba utaenda pamoja na Bwana, unatembea pamoja na Bwana. Rakaso tepelena yandorika dabarada razove debeyande sheke petepete yandorika sataya ariakana makuya. Na utakuwa kawaida mwanangu, au utaishia njiani mwanangu, au utaferi mwanangu, au utaferi mwanangu. Shalika dabarada, ile ada ambayo ulikuwa umekosa leo hii muda unapoomba, mkono Baba wa Mungu unakuja juu yako, mkono Baba wa Mungu unakuja juu yako, na watu wanakupa ada. Akasemdania aliye mgeni anakuletea ada. Jera kapaso fetera yendo katele barande digaba yanzumbre ketepetepera yantoko paladia rasotebeledia yantaka parabarada yazoteke peria mande reko shatre ya manda riskatara bradia. Wewe ambaye kwa muda mrefu ulikosa uwepo wa Mungu na ulipoteza, leo hii Bwana amekurudishia uwepo wake wa thamani. Nenda katembee naye, nenda kaishi naye, nenda kaudhirishe uwepo wa Mungu. Assignment ya wiki hii ni kuudhirisha uwepo wa Mungu. Assignment yetu wiki hii ni kumdhirisha Mungu. Waseme ya kwamba miungu umetujia kwa njia ya wanadamu, miungu umetujia kwa njia ya wanadamu. Sheke paradia suparanama yande keperedia yando koparadia. Miungu umetujia kwa njia ya wanadamu. Reko shatelia Erama kasubedeba riantoko palamande rasotebedia yandoko paladia yakatalamande esotelemande rikatalamande. Uwepo wa Mungu mwanangu unaenda na wewe. Aya katalama shetere barada, na kuona mwezi wa 9 uwepo wa Mungu umekubeba mpaka hapo, na kuona mwezi wa 12 umebeba shuhuda nyingi kwa sababu ya uwepo wa Mungu, umebeba maajabu mengi kwa sababu ya uwepo wa Mungu. Unasema mchungaji, bila mshukuru Mungu ulipotufundisha kwa habari ya mkono wa Mungu. Sasa hivi mkono wa Mungu uko juu yangu, umenipa matokeo kuliko umri wangu, kuliko juhudi zangu, kuliko rasilimali zangu. Kuna mwingine anakihitaji ni uwepo wa Mungu umtambulishe mahali. Huo uwepo wa Mungu unakujia sasa hivi, unaingia kwenye mwili wako, unauliza kabisa, nasikia moto moto. Sheke pera bayaga rina wasute peradia yando koparadia rando soferadia yanteke periaba. Baba, tubatize na uwepo wako. Sheke ke papa yete ke petapa ritusa tereba randuke paladia. Baba, isiishie kwenye maneno tu, bali watu wakituona wakuone wewe. Isiishie kwenye kuvaa tu vizuri, wakiaona matendo yetu wakutukuze wewe, wakisema Mungu huyu ametutendea mema kwa sababu ya uwepo wako. Kila ukitokea wewe lazima jambo jema liotokee. Familia yako sasa hivi ipokee ushuhuda kwamba kila ukiomba wewe mambo yanatokeaga Bwana. Kila ukitamka wewe huwa inakuaga. Arama shedepenegia asivedebe kataya. Nipate watu ambao wanawinda Bwana, wanautamani uwepo wa Bwana, wanatamani Mungu aingie ndani mwao, abadilishe maisha yao, waanze kuona Mungu akidhihirika waziwazi. Shapeta paya arando sekepaya azina makapaya arina makateria mande. Mahali pa biashara upeleke uwepo wa Mungu. Sio fanye kazi tu, sio uze tu. Hapana, tutauza lakini pia tutawapelekea watu uwepo wa Bwana, watamjua Mungu wetu ya kwamba tunaye Mungu aliye mkuu sana. Tumebeba mkono wa Mungu sio kawaida, tumebeba Mungu sio kawaida. Arandusha kapaya arina makaparadia ariana masheteperia naya arina masondoweria yakonde beregedia magado eligada magada mashate eria katara madia aria masateria manda. Unakosa uimbe na uwepo wa Mungu ushuke, sio kwa sababu tunaimba, ni sababu pia umeuelewa uwepo wa Mungu. Shalika baradia yandori barada. Nakataa kuwa mchungaji ambaye hajaubeba uwepo wa Mungu, lakini anakuja kufundisha ila sijaubeba uwepo wa Mungu. Bado fike mahali ambapo nimesimama tu hivi pepo anatoka kule, kwa sababu amemgundua mtu aliyebeba uwepo wa Mungu kama ni pale. Kuna mahali ambapo Yesu uliingia, pepo anapiga kelele, nami pia Bwana tufikie hivyo viwango. Uwepo wa Mungu uliobeba umekuletea kibali. Angalia aina ya watu ambao wanakupa vitu. Baba, kwani umempa nini baba
baba yangu Bishop Gumila, mpaka watu wanampa vitu vyao, wanajitoa kwa ajili yake. Hicho mpa baba Bwana, na mimi unipatie hicho, hicho kwenye uwepo wako, unipatie hicho, hiyo asili ya uwepo wako, unipe na mimi Bwana, arina masotere balada yande kepele media arasonte kepelia ariaka shate. Kuna matokeo ambayo sitayaona baba nisipoubeba uwepo wako, kuna viwango ambavyo sitaviendea nisipoubeba uwepo wako. Ndio maana anakuja tena asubuhi ya leo Bwana, nakuomba Mtakatifu, akaparagoshete ereba shatara mashata ereba shatara mashate eria kama soteria barada azubebebebe kusheta erebebebebe shete erebebebebe shete ariana masoteria mande. Roho Bwana ni malaika wa uso wa Mungu, na mimi nakuambia kuanzia leo kila mmoja bali hapa mahusiano yake na Roho Bwana yanaimarishwa tena. Jale gada magade esopreketia, wewe ambaye ulikuwa unasuasua, simama sasa, nenda mbele, pata nguvu mpya, endelea mbele, jitie nguvu. Bwana akusaidia, utasimama, utashinda haya masomo, utamaliza mwanangu. Hiyo nafasi uliyopewa utashinda tu, hautaishia njiani, na Bwana yuko na wewe, Bwana yuko na wewe, utastawi tu, utafanikiwa tu, utakuwa juu tu. Bwana yuko na wewe, Bwana yuko na wewe, Bwana yuko na wewe. Shaka papa rapa kapara pate zekretu shapradia andesote pregetina badose jebregetina badeske peya harana mashamberi marada rando siketele branda rakoshete paradia zakretusa paradia shambegina makado ezekitala mahate rekotele mahate rambe feregedira mande feregedira ashokeperia brada eseketeria brada. Inakuwaje miaka mitano ya masomo yako watu wanajua kama umembeba Mungu? Ni jambo la ajabu. Namwambia Bwana, hapana, kuanzia leo nabadilika Bwana. Sikubali kabisa, nasoma shuleni watu wanamjua Mungu kupitia mimi. Hakuna anayesema kwamba natamani niwe dada kama wewe, natamani niwe na tabia kama za kwako, natamani nivae kama wewe, natamani maisha yako. Sio na nini dada, mimi nimekutamani tu, nimetamani vile ulivyo na nimependa jinsi ulivyo. Wewe ni ushuhuda wa watu ambao wamebeba uwepo wa Mungu na kaprosete pale. Jale kaparaduse pelepediba hate. Shelegediga masute pelebrande. Karado sotere barada. Shiana makapara barida. Uwepo wako uende na sisi Bwana. 2026 kanisa lako Bwana, uwepo wako uende na sisi. Na leo hii tarehe 18 mwezi wa kwanza, natamka katika madhabahu ya kwamba uwepo wa Mungu utaenda kanisa la Bwana kwa jina la Yesu. Kila ambaye amejiambatisha na madhabahu hii, uwepo wa Mungu utakuwa dhahiri kwake kwa jina la Yesu. Uwepo wa Mungu utakaomletea raha utakuwa halisi kwake kwa jina la Yesu. Uwepo wa Mungu ambao utamletea furaha wakati wote kwa jina la Yesu. Uwepo wa Mungu ambao utakupa amani na utulivu, huo uwepo wa Mungu uende na wewe kwa jina la Yesu. Uwepo wa Mungu ambao kuna uponyaji wa nafsi iliyojeruhiwa, uponyaji wa maumivu ya ndani, majeraha ya ndani, uponyaji hata mambo ya kihisia. Huo uwepo wa Mungu unakuponya kwa jina la Yesu. Na mwaka huu tunapoongea kwamba uwepo wa Mungu utakupa lugha kutamka kwa jina la Yesu, na utasema mambo atakuwa kwa jina la Yesu. Utaongea vitu vikatokea kwa jina la Yesu. Ukiongea wewe ni Mungu ameongea kwa jina la Yesu. Ukizungumza wewe ni Mungu amezungumza kwa jina la Yesu. Kuna mtu mahali hapa ushuhuda ya kwamba atakuwa anatambua uwepo wa Mungu kiasi ambacho hawezi kupuuzia, unakuwa halisia kwake kwa jina la Yesu. Kuanzia leo pokea roho ya kumcha Bwana kwa jina la Yesu. Pokea roho ya kumcha Bwana kwa jina la Yesu. Utauchukia uovu na utaepukana na uovu kwa jina la Yesu. Kuanzia leo pokea ile kumtambua uwepo wa Mungu na kumtambua Roho Mtakatifu kama rafiki yako karibu kwa jina la Yesu. Na kila mema ya ardhi kufuata mwanangu kwa jina la Yesu. Naomba kwamba leo hii mimi simwekee mtu yote mkono, ila leo hii Mungu mwenyewe akuwekee mkono kwa jina la Yesu. Yaani baada ya leo sitamwekea mtu yote mkono, lakini nimeomba na namwamini Mungu mwenyewe akuwekee mkono kwa jina la Yesu. Na ule mkono mwema wa Mungu ambao unawaletea watu mahitaji yao, ukuletee na wewe pia uhitaji wako kwa jina la Yesu.
kama ni ada, kama ni changamoto fulani, mkono mwema wa Mungu uwe juu yako mpaka ile changamoto inakauka kabisa kwa jina la Yesu. Nasema hivi, uwepo wa Mungu uende na wewe kwa jina la Yesu. Kama ndio sema amina kubwa. Sababu hiyo Jumatatu yako imebarikiwa kwa jina la Yesu. Jumanne yako imebarikiwa kwa jina la Yesu. Jumatano yako itazungukwa na kutembea na uwepo wa Mungu kwa jina la Yesu. Alhamisi yako utaona waziwazi mkono mwema wa Bwana ukiwa na wewe kwa jina la Yesu. Ijumaa yako utaona utendaji wa waziwazi wa Mungu pamoja na wewe, na ishara na ajabu na miujiza zitafuatana na wewe kwa jina la Yesu. Jumamosi utaona ya kwamba Mungu mwenyewe ameanza kujidhihirisha kupitia wewe kwa jina la Yesu. Hii ni wiki yako bora kwa jina la Yesu. Utatembea kwenye afya ya kiungu kwa jina la Yesu. Sema hivi, utatembea kwenye afya ya kiungu kwa jina la Yesu. Utatembea kwenye maisha mazuri kwa jina la Yesu. Maisha mtakatifu, hautatumia nguvu kwa jina la Yesu. Unapokea wepesi wa kumcha Bwana na kumwishia yeye kwa jina la Yesu. Wiki hii ulinzi wa Bwana uko juu yako kwa jina la Yesu. Wake Mungu akipo mahali popote pale kuna ulinzi wa Mungu, sawa? Kwa hiyo wiki hii malaika wa Bwana atakuwa na wewe na Mungu mwenyewe atakulinda kwa jina la Yesu. Wiki ya Bwana iendea, naomba kwamba ugavi wa kimungu uwe na wewe kwa jina la Yesu. Utokee mahali ambapo unahitaji jambo fulani, Mungu anakuletea msaada kwa jina la Yesu. Wiki ya Bwana iendea, naomba Bwana kwamba akuletee watu wa thamani, watu sahihi, wasaidizi wa hatima kila eneo kwa jina la Yesu. Wiki ya Bwana iendea, watokee watu ambao wanakutetea, kukutendea mema kwa sababu ya mkono mwema wa Mungu ambao juu yako kwa jina la Yesu. Nasema wiki ya Bwana iendea, kuna mtu ambaye anakufanyia mema kwa sababu ya mkono mwema wa Mungu ambao upo juu yako kwa jina la Yesu. Kama niwe nisikia amina kubwa tena. Amina kubwa tena. Uko tena yako amina kubwa tena. Haleluya. Katibu, tuna dakika 10 za kumaliza ibada.